Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Ndoo. Kumpenda sana mtu. Na hisia hizo zinazidi kwake hata kama yuko mbali. Wengi mtapitia hali ya maumivu ya kiuno na mgongo. Utapokea nafasi ya uongozi wa muda mchache. Kisirani cha mtu wa karibu kuisha. Kuonesha uzoefu wako wa kitu. Bado unaendelea kupata ujumbe wa aina moja kila mara. Inaweza kuwa ndotoni au ishara. Neno la mtoto litakuwa na umuhimu wa kufanyiwa kazi. Utakuwa mwenye tabasamu hata kama moyoni una maumivu. Kumkumbuka nyanya yako au kuwa naye karibu sana ni ishara nzuri na ya heri ambayo itatimia mwezi ujao na kuanzia sasa. Kukosa kitu kutakuwa na sababu nzuri. Usihuzunike. Kutoa mrejesho mzuri. Mtu anahama karibu na wewe. Kutopendezwa na maswali magumu ya mtu. Kufanya matengenezo ya usafiri. Nyota ya Mapacha. Mtu anahitaji ufurahi kwa kuwa anajua umepitia mengi ya kukuumiza. Atakuwa na visababishi vingi vya kukuweka sawa. Unaanza kuamini usemi wa mtu. Kukubali jambo liishe. Kufikiria kupata kitu. Utaacha jambo moja kati ya mawili. Ili uweze kutimiza kila kitu kwa wakati. Hutotakiwa kuwa muoga kufanya jambo. Mtu atalalamika kuhusiana na kitu chake au mambo yake. Nyota ya Mizani. Mtu anazidi kukuelewa zaidi. Utakuwa mwenye kuongoza au kutoa mwelekeo utakaofuatwa. Kutojali maneno ya watu. Utaonesha hali ya kujiamini. Mtu atashindwa kukukosoa. Utakuwa mwenye misimamo. Kuondosha unyonge kabisa. Hali ya tatizo la miguu linaweza kujitokeza tena. Kufanya kitu mwenyewe kinakuwa na nguvu zaidi ya kukamilika au kufanikiwa. Utautuliza moyo wako kwa kukubaliana na jambo. Nyota ya Mashuke. Kuhisi mtu anakusemesha ila atakuwa anaongea na mtu mwingine tofauti na wewe. Kufanya kitu kwa kujishtukia. Ukaribu na mtu unarudi. Utaonana na mtu utakayemfurahia. Kwenye suala la upendo wengi wenu mtakuwa na furaha. Ila wachache kuna jambo litakalowaumiza kuhusiana na mahusiano. Tarajia mavuno mazuri ya kitu ulichokifanyia kazi kwa muda uliopita. Mtu anatafuta ufumbuzi wa jambo lako. Utapata mrejesho mzuri kwa jambo linalokuhusu. Nyota ya Ng'ombe. Kumjadili sana mtu. Ujumbe utakaopokea leo fanyie juhudi ya kujua maana yake. Kuna kitu kidogo tu kinahitaji ufafanuzi wenye kuleta nguvu kubwa. Kuacha kuweweseka usiku. Mtu anathibitisha ulichomwambia. Nyota ya Mbuzi. Kitu unachokiota kinaweza kutendeka kweli. Kujibiwa swala lako kiufasaha. Kulinda vitu vyako baada ya kuona dalili ambayo si nzuri. Kuamka ukiwa umevimba sehemu ya uso. Kupata shida ya kuinama kutokana na maumivu ya mgongo. Kumfanyia mtu kiburi. Nyota ya Samaki. Mtu anaona una mvuto mkali kumzidi. Atakuwa mwenye kuchukia kila akiwa na wewe. Visa vya watu vinavyojionyesha wazi vinakupa njia kujitambua na kujiepusha au kukabiliana na mambo. Utausoma tena ujumbe wa mtu. Upata usingizi wa kushtuka sana. Utajihisi unajipinga mwenyewe kwa jambo. Kutokana na kutokuwa kwenye msimamo. Nyota ya Nge. Jumbe za mtu kuingia nyingi kwako. Unapatiwa taarifa ya jambo linalokuhusu. Kuungana tena na mtu. Kuna sauti inayopenya kwako inakujuza ukweli uliojificha. Unahitajika kuwa makini. Neno aliloliongea mtu linaweza kutimia. Mtu anakuzingatia. Unachokihitaji kipo mbioni kukufikia. Mtu atakuchelewesha kwa jambo lako. Utapanga mpango mpya utakao kuingizia pesa. Utapata ugeni. Nyota ya Kaa. Kujihisi kusisimka. Ni hali itakayokujia ghafla. Utakuwa na wasiwasi na mtu. Utafanikisha zoezi lililokuwa lina ugumu. Usafiri kuwa na hitilafu kidogo. Utapata mawasiliano na sehemu au mtu usiyemtarajia. Furaha yako itazidi. Kutokana na hatua unayoifikia. Utakuwa mwenye kusikiliza sana kabla ya kufanya kitu. Unahitaji kuongozwa ili upate kujiongoza zaidi.
Utaliheshimu neno la mtu lenye maana. Utafanya kitu kwa uaminifu. Nyota ya Simba. Kusubiri muamko wa mtu au watu ili uwe nao pamoja. Japokuwa ni wenye kuchelewa kufuata maamuzi yako. Mtu ataongea na wewe kwa hisia sana. Utatambua ulipokosea. Utakubali kujirekebisha. Utaonesha hali ya usikivu. Kujiona unachelewa ila upo kwenye njia sahihi ya kufika uendako. Kumuonea huruma mtu kwa maradhi. Kujitoa kifungoni wewe mwenyewe baada ya kushughulikia jambo. Kuhisi kuchomwa na kitu mwilini. Utafika sehemu na kuhisi si salama. Utakutana na mtu unayefahamiana naye. Utampa mtu mafunzo fulani. Imani yako itatenda kwa kitu unachotumainia. Nyota ya Mshale. Kuona kitu kinajirudia. Utafanya maamuzi ya haraka. Utaongea ukweli kwa mtu ili awe huru. Utapata habari mpya. Utahusishwa kwenye jambo zuri. Kupata faida ya kitu. Utaelewana na mtu kwa utulivu. Utajihisi amani. Kumsikiliza mtu kwa umakini sana. Mtu anahitaji kukukabidhi kitu kwa muda. Utakuwa mwangalizi wa sehemu. Utapata kitu kwa juhudi zako. Kuziweka mbali starehe zisizokuwa na maana. Kuhitaji maendeleo au kujiendeleza. Utafuata kilicho bora. Moyo wako unajengeka kiimani. Mwangaza wa kweli utakuwa unakuongoza. Kwa baadhi yenu viburi ndivyo vitakavyowaponza. Kukorofishana na mtu. Hatua zako kurudi nyuma kwa kukosa mwelekeo. Utahisi simanzi. Nyota ya Punda. Kuonesha kuwa unajali. Utampa mtu funzo. Mtu atakuongelesha mara kwa mara hata kama hakuna kitu cha kuongea na wewe. Kutuma kitu kwa mtu mwingine tofauti na mlengwa. Uko kasi sana kufikiri. Kitu kidogo kitafanya mambo yaende mbele na kurudi nyuma kwa kukosa mwelekeo. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.